kuelekea maadhimisho ya siku ya elimu duniani, na hapa studioni niko na Beat Benedict ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala, lakini pia niko na Benjamin Kimwaga ambaye ni mwalimu mwenye uzoefu wa miaka 14 kufundisha akibobea kwenye somo la biolojia. Benjamin ni mara yake ya pili kuja hapa, alikuja siku ya maadhimisho ya walimu duniani, lakini tuko na Rule Wikama, Rule ambaye ni rais wa muungano wa wanafunzi idara ya utawala wa umma, yani Association of Public Administration Students, APAS, kutokea chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala, Tanzania. Lakini tuko na Digna Mushi ambaye ni mkuu wa programu kutokea taasisi isiyokuwa ya serikali inayoshughulika na masuala ya elimu itayo Organization for Community Development, yani OCODE. Karibuni sana. Asante. Kama sijamsikia Digna kule. Asante sana. Hapo sawa. Hapo tuko vizuri. Kwanza ningependa kusikia hili kutoka kwenu, ambapo kesho ulimwengu unaadhimisha siku ya elimu duniani. Tunapoelekea kwenye maadhimisho haya, wote tunakubaliana kwamba kwa kiasi gani tunakubaliana kwamba mfumo wa elimu inayofundishwa unapaswa kuendana na mahitaji na mabadiliko ya ulimwengu kwa sasa? Mbona mnaangaliana? Asante. Naomba nianze. Karibu Mwalimu Benjamin. Asante sana. Shuleni wanakuita Mwalimu Benjamin ama jina la pili? Mwalimu Benjamin. Ama Benja. Benjamin. Lakini kutakuwa na jina lile la wanafunzi, sivyo? Sijalisikia hilo. Ninaungana na hiyo kauli mbiu kwa sababu elimu imetoka, tukiangalia kwa upande wa nchi yetu, kuna mahali ambapo tumetoka kwenye eneo la elimu, kwa maana ya kwamba kumetoka kwenye wakati ambao kulikuwepo na njia za ufundishaji za tofauti, namna ya utoaji wa elimu ulikuwa tofauti, na ukilinganisha na wakati huu ambao tunao, elimu inatolewa sasa kulingana na mahitaji ya sasa. Nitatolea mfano kidogo kwenye hilo, kwamba tunatoka sasa kwenye ule mfumo wa utoaji elimu kwa maana ya kumkaririsha mtu vitu, na kwenda sasa kwenye mfumo ambao unamfanya mtu ajifunze ujuzi kwa vitendo. Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho nadhani hata serikali ukiangalia kwenye sera mpya ya elimu ambayo tayari imeshaanza kufanyiwa kazi, imejikita zaidi kwenye hilo eneo, kwamba kuwajengea vijana ujuzi au wanafunzi ujuzi ambao baadaye unaweza ukawasaidia kujiajiri na kuwa wabunifu, ukitofautisha kidogo na wakati ule ambako tumetoka huko nyuma. Digna, unasema? Asante sana. Ni kweli sasa hivi tunaona kuna mabadiliko makubwa sana katika sayansi na teknolojia, na mwanafunzi hawezi kuendelea kufundishwa elimu ya siku za nyuma, bali inabidi afundishwe elimu ambayo inaendana na mabadiliko yanayotokea sasa hivi duniani. Tunaona kwamba serikali pia kwa kuona hilo imekuja na mtaala ambao umeboreshwa, ambao unahakikisha pia kwamba watoto wanajifunza masuala mbalimbali kama alivyosema mtangulizi, watoto wanapata skills, kwa mfano masuala ya study za maisha, ili pia mtoto aweze navigate kwenye haya mabadiliko, aweze kufanya maamuzi sahihi kwenye mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Lakini pia tunaona pia imeletwa elimu ya vocational skills, watu waweze kujifunza skills mbalimbali pia waweze kujiajiri wao wenyewe au kupata ajira sehemu mbalimbali. Sasa hivi tunaona duniani kwa mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia, tunaona kuna matumizi ya AI. Sasa ni vizuri elimu inayotolewa sasa hivi imsaidie mtu aweze kufahamu vitu kama hivyo, matumizi ya AI, anatumia vipi kwa faida yake, sio katika njia ambayo itakuwa ni destructive, lakini katika njia ambayo itakuwa inamsaidia sasa yeye kuweza kuexcel katika maisha yake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo elimu inabidi sasa hivi itolewe kutokana na mabadiliko ambayo yanaendelea kutokea, ili iweze kumsaidia mtoto sasa kuweza kunavigate katika mabadiliko, na ili aweze kuexcel, lakini pia kujisimamia mwenyewe, kwa sababu tunasema kwamba elimu ni nyenzo ya maendeleo. Beat? Asante. Mimi pia nakubaliana na maoni waliotoa wenzangu. Labda mimi nizungumzie kwa upande wa elimu ya ngazi ya juu. Ni kwamba tuna hicho kitu kinaitwa competence based, kama alivyosema kwamba tumehama
kutoka kumkalilisha mwanafunzi, lakini kumfundisha apate skills na kwa vitendo. Kwa elimu ya juu sisi tunatumia case studies, ambapo mwanafunzi anapata cases, mifano mbalimbali, anajifunza kwa mifano, wengine wanakwenda field, lakini hata darasani zile topic ninazowafundisha, lakini lengo ni kwamba apate uelewa, lakini pia apate skills kuliko ile kukaririshwa tu kwamba ajibu kitu fulani. Lakini pia kuna swala la approach ya kufundisha pia ambalo nalo limebadilika kulingana na matakwa ya sera ya elimu ya sasa hivi, ambapo tunatumia student centered approach badala ya teacher centered approach. Yes, Kampala ni TCU ime direct hivyo. Kwa hiyo vyuo vyote tunatumia student centered approach, kwamba mwanafunzi ndo center ya kujifunza, ndo kituo cha kujifunza, na sio mwalimu atoe tu kila kitu alafu mwanafunzi anakaririshwa tu. Maana zamani ilikuwa mwalimu akiingia kama unamsikiliza mchungaji, uruhusiwi kuongeza chochote. Kumbe mambo yamebadilika, elimu yetu iko mwaka wa mbele bwana. Rule, unasemaje? Nashukuru sana, kama alivyosema Madam Beat. Kiukweli kizazi cha sasa hivi elimu imepamba moto, kwa sababu watu wanasoma wakiwa nyumbani, watu wanasoma kutumia online. Kwa hiyo teknolojia imeongeza skills, imeongeza kwenye upande wa elimu, kwamba kulikoni zamani mwanafunzi wa chuo lazima afike darasani na kitabu na daftari. This time anaweza akakaa sehemu akatumiwa notes akasoma kwa uhuru. Inamrahisishia, sio lazima awe na kompyuta, wakae sehemu moja watu 20. Unachukua simu yako unaweka bando lako vizuri. Sasa hivi AI imepamba moto, japo inapelekea kupunguza kwa upande mwingine, inapelekea kupunguza uwezo wa kutafuta zaidi kulikoni urahisi. Yani sasa hivi AI inarahisisha maisha, lakini kwa mtu ambaye unahitaji kujua zaidi, kusoma vitu, AI unatakiwa itumie kidogo sana. Kwa hiyo kwa sisi wanafunzi ambao tuko elimu za vyuo, wakati mwingine watu tunashauriana, unatakiwa uongeze skills kwa kusoma vizuri kupitia Google na kutafuta source tofauti. Kwa sababu ulimwengu wa sasa, kuna wakati utakwenda kwenye interview sehemu ulizoea kutumia AI haiwezi kusupport kwenye interview. Lazima usome, uwe na skills za kujibu maswali kwenye interview. Kwa hiyo elimu globalization imekuja, lakini utandawazi umekuwepo, ila kuna vitu ambavyo vinapelekea kupunguza tena uwezo wa utafutaji wa kutumia akili nyingi. Tunarahisisha kabisa. Mwalimu Benjamin, kwa zaidi ya miaka 10 ambayo umekuwa kwenye sekta ya elimu, najua umeshuhudia mengi, umeshuhudia mabadiliko mengi sana. Kwa sasa hapa tulipo, nadhani tumepiga hatua kiasi gani, na wanafunzi wetu wanaandaliwa vipi kuendana na mifumo? Kwa sababu mwanafunzi akishamaliza kidato cha 4 kwenda cha 6, watu wanaona kama elimu ni ile ile, lakini sasa hivi mitaala imebadilika na vitu kama hivyo. Nadhani mabadiliko haya yanakwenda kusaidia vipi sekta ya elimu na vijana ambao wanakuwa mashule? Nadhani na niseme tu kwamba kwa kweli hatua ni kubwa ambayo imepigwa. Na hiyo tunaanzia hata serikali, jinsi ambavyo wameinvest kwa sasa kwenye elimu, wamewekeza sehemu kubwa sana. Na mabadiliko hayo tunayaona kwa sababu hata kule sasa kujiamini kwa wanafunzi baada ya kumaliza kunaongezeka ukilinganisha na huko nyuma tulikotoka. Kwa mfano, tumeongelea habari ya teacher centered method of teaching. Hiyo ni njia ambayo ndio hiyo tunasema kwamba mwalimu ni kama kila kitu. Ilikuwa ya enzi zile. Ndio hizo mabadiliko sasa hayo ambayo tumetoka huko, tumekuja sasa kwenye hii ambayo mwanafunzi anakuwa sehemu kubwa katika eneo la kujifunza. Kwa hiyo kwa kiasi gani? Kwa kweli ni kwa kiasi kikubwa sana, na hata watoto ambao wanaweza wakamaliza, wamemaliza darasa la 7, amemaliza form 4, ameendelea hata akimaliza form 6, lakini pia hata akienda kwenye vyuo vikuu, kutakuwa na tofauti kubwa sana kwa huko tunakokwenda, kwa sababu kutakuwa hata kule kujiamini kunaongezeka, kwa sababu unajua mwanafunzi ambaye amefundishwa kwa kukariri ni tofauti na yule ambaye amejengewa uwezo kuwa mbunifu na kuwa na uwezo wa kufanya mwenyewe. Kutolea mfano kwa wanafunzi ambao wanafanya actual practicals, tofauti ni kubwa sana kwa sasa. Kwa sababu zamani tulikotoka, tumetoka kwenye ile kitu inaitwa alternative to practicals, ambako yani
unapewa yani unafanya mtihani wa practical ambao actually sio wa practical, haufanyi kwa vitendo actually. Lakini sasa tumeona serikali walivyowekeza, wamewekeza kwa kiwango kikubwa sana, karibia kila shule nchi hii wamejenga maabara, lakini pia wameweka vifaa vya maabara na kemikali vile vile. Kwa sasa hiyo inasaidia kwamba wanafunzi wana uwezo wa kuandaa majaribio wenyewe, wakaandaa na wakajifunza vizuri, mwalimu akawepo pale kwa ajili tu ya kuwasaidia kuweza kupata ule ujuzi. Sasa impact yake ni nini? Impact yake inamjenga ule mwanafunzi katika kujitegemea, lakini pia inaongeza pia uwezo wa kuwa mbunifu, lakini pia inaongeza uwezo wa kuweza kutengeneza kitu chake pia hata baada ya masomo yake. Jambo ambalo linaleta tofauti huko tulikotoka. Ilikuwa mwanafunzi akiulizwa swali ni kuimba tu kwa sababu amekaririshwa, anaimba, lakini inatoka sasa, ina shift sasa kwamba hata akiulizwa anao uwezo wa kueleza kwa sababu anakielewa hicho kitu. Kwa hiyo umeniambia ni kwa kiwango gani? Kwa kweli naona ni kwa kiwango kikubwa. Sisemi kama kila kitu kimekuwa kwenye sehemu yake, lakini kwa sehemu kubwa sana yani maendeleo yamefikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwenye sekta ya elimu. Ile no English no service bado ipo. English no service bado ipo. Yes, bado ipo. Tutarudi kuizungumzia hiyo. Bet, niambie kwa upande wa elimu ya juu, nini hasa kimebadilika hivi sasa ambapo tunasema teknolojia sasa sio option tena? Najua umezungumzia kuhusu student centered method, lakini huenda kuna mambo mengine mengi yamebadilika kwenye mfumo wa elimu ya juu, sivyo? Ni kweli yapo mengi yaliyobadilika ukilinganisha au ukihusisha swala la mabadiliko ya kiteknolojia na utandawazi. Sasa hivi tunatumia digital equipment or tools, tunasema vifaa vya kidijitali kujifunza. Lakini pia kama alivyosema Lule hapo mwanzo, tunatumia online platforms, tuna kitu kinaitwa e-learning. Kwamba mwanafunzi anaweza kuwa mwanafunzi akajiregister kuwa mwanafunzi wa chuo mahali popote kama chuo kina hiyo program ya e-learning. Kwa hiyo kuna hayo mabadiliko ya kidijitali ambayo pia yanaleta chachu katika swala zima la sekta ya elimu. Lule, niambie, kwenye ninyi wanafunzi mnalalamikiwa sana hasa kwenye AI. Kuna mwalimu mmoja nilikutana naye akaniambia ni anashindwa hata kushape tu kale ka title kidogo, kila assignment nzima amefanya na AI. Mabadiliko kama wanavyosema Benjamin na Beat kwamba yanasaidia, lakini huenda kwa namna moja ama nyingine yanawalemaza. Mkiwa kama wanafunzi mnafanya nini kuhakikisha kwamba teknolojia inawasaidia kuliko kuwalemaza? Nashukuru, kama nilivyoongea mwanzo kwamba mwanafunzi ambaye yuko very competent anatakiwa asitumie AI kwa 75%. AI unapaswa itumie 25% tu. Unatakiwa wewe usome, ufanye utafiti wako kwenye sources za elimu, ambavyo uingie Google, uchukue vitabu, ingie ukasome. 75% uitoe kwa skills za kutafuta mwenyewe kwa kutumia akili yako. AI anapaswa akurahisishie pale ambapo na wewe umeshafanya zaidi. Kwa hiyo kwa mwanafunzi ambaye anahitaji kujua zaidi, kwa sababu baadaye ataenda kupractice kwenye halisia kazini atakapokuwa ameajiriwa, anapaswa AI aiangalie kama msaada kidogo sana. Wanafunzi wetu wa Kampala tunawapa elimu, of course wanaendelea vizuri. AI wanaitumia, lakini ni kidogo sana. Walimu wetu wako vizuri. Walimu huwa wanawaambia. Kama unasema hapa kwa sababu tunawakamata wanafunzi wetu, kwa sababu kwanza utaulizwa swali, mwalimu anajua. Atakuuliza swali. Anaweza akachukua kazi uliyoifanya akakuuliza swali pale pale. Kwa sababu wewe umerahisisha kutumia AI, atakupunguzia marks kama ni assignment. Kwa hiyo ili uweze kumjua mtu hajasoma ametumia AI kunitengenezea assignment yake, maana yake unamuuliza maswali face to face. Kupitia hiyo ndani yake. Mnatumia njia hiyo pekee yake, hamna njia ambazo labda zina detect kama hii kazi imepita kwenye AI, ama labda mnawaambia wanafunzi, mnaweka sera kama chuo kwamba kama umetumia AI declare, sema? Kwa sababu kama sisi kwenye vyombo vya habari tunaambizana ukitumia AI inategemea na chombo cha habari, sema kwamba mwambie muhariri wako kwamba nimetumia AI kufupisha script ama kufanya kitu fulani. Kwa swala la assignment, kwa chuo chetu sisi hatuna
a special tool, yani kitu maalum kwa ajili ya kudetect kama hii assignment ni AI au hapana. Ila kwa research kwa research unaweza kudetect. Yes, tuna tool ambayo ina detect plagiarism na detect kama umetumia AI kwa kiasi gani, even percent inakupa hadi asilimia kabisa kwamba huyu mwanafunzi kwenye research yake ametumia percent kadhaa. Kwa hiyo kwa wale wanafunzi ambao ni mwaka wa 3 sasa ambao wanakwenda kufanya research na wengine wameshaanza tayari, anapotumia AI utamkamata kwa sababu kuna tool ya kudetect. Lakini kwa assignment na sisi pia tunajaribu pia kuangalia matumizi ya AI yakoje. Kwa hiyo mwanafunzi akifanya assignment kutumia AI ninajua kwa sababu I know kazi iliyofanyika kwa AI ikoje. Kama alivyosema yeye aliyekwambia kuna title mtu hawezi hata zile dots, kuna alama fulani AI inatumia mtu haondoi, unaona, alafu mwisho kule na kuuliza do you need anything, yani kama unahitaji kitu kile anaiacha. Sasa pale mimi ninaona kwamba huyu ina maana sio yeye aliyefanya, kuna mtu mwingine au kuna chombo kingine kimetumika. Ndio tunavyojua. Mnampa adhabu mwanafunzi akitumia AI kwa asilimia ngapi na hamumpi akitumia kwa asilimia ngapi? Kwa sababu hatuna chombo cha kupima asilimia. Kwa mfano kwenye research. Kwenye research huwezi kuendelea mbele. Huwezi kuendelea mbele kwa sababu research kwa asilimia ngapi? Manake kama nimetumia tu kushape Kiingereza na kazi nzima nimefanya mwenyewe. Vyuo vingi ni wanasema 15%, lakini kwetu ni asilimia mpaka 20. Inategemea sasa na policy ya chuo. Mko vizuri. Yes. Mushi. Benjamin na wengine wameelezea mabadiliko makubwa sana ambayo yapo kwenye sekta ya elimu hivi sasa. Natamani kusikia kutoka kwako kama taasisi binafsi, mnachangia vipi katika mabadiliko haya makubwa ambayo tunayaona japo bado hatujafika nchi ya ahadi? Asante sana. Sisi kama taasisi isiyo ya kiserikali tunafanya kazi kwa kucomplement kile ambacho serikali inafanya. Tunafahamu kwamba serikali ili introduce fee free education, yani elimu bila malipo, na hii ilipelekea wanafunzi wengi sana wakawa wameandikishwa mashuleni. Kwa hiyo sisi pia kama shirika la maendeleo ya jamii, na kwa sasa hivi tunafanya kazi katika wilaya ya Bagamoyo pamoja na wilaya ya Kinondoni, tunasaidia watoto wale madarasa ya awali mpaka darasa la 3 kuweza kufahamu zile KK3 ili waweze kusoma vizuri. Na kufahamu zile KK3 pia zinahitaji mazingira mazuri ya kusomea darasani. Kwa hiyo pia tunajenga madarasa, lakini pia tunakarabati madarasa ya awali, tunawekea furniture nzuri ambazo zinawawezesha pia watoto kukaa na kusoma kwa kujadiliana. Tunaongelea masuala ya student centered. Kwa hiyo tunapeleka madawati ambayo pia sio ile kama ya lecture ya zamani. Ni madawati ambayo watoto wanakaa kwa kujadiliana katika round, wanajadiliana. Kwa hiyo inasaidia kuimprove communication, lakini collaboration kati ya watoto, lakini pia inasaidia watoto kuweza kuwa wagunduzi na masuala kama haya. Kwa hiyo tunasaidia katika ukarabati, kuboresha miundombinu ya madarasa kwa kupeleka madawati, lakini pia kwa kukarabati madarasa. Lakini pia tunakaa na walimu kama tunavyoongelea mabadiliko makubwa ambayo yametokea sasa hivi. Wanafunzi anafika darasa la 3 labda hajamasa zile KK3. Tunawasaidiaje? Ikifikia kwamba mwanafunzi yuko darasa la 3 na hawezi kusoma, kuhesabu na kuandika, ina maana kwamba mwanafunzi inabidi asaidiwe kabla hajafika darasa la 4. Kwa hiyo tunawajengea walimu uwezo wa kupata skills mbalimbali za michezo mbalimbali ya kumsaidia mwanafunzi kujifunza kwa urahisi. Lakini pia hatuishii hapo. Tunafahamu kwamba shule yupo mwalimu na mwanafunzi, lakini mzazi pia naye ni mshiriki mkuu katika kuhakikisha kwamba mwanafunzi anapata elimu. Usimpeleke tu mwanafunzi shuleni afu kumwacha shuleni kumwachia mwalimu. Kwa hiyo pia tunawashirikisha wazazi, tunawajengea uwezo wazazi kuweza kufahamu majukumu yao wao kama wazazi katika kuwasaidia watoto wao. Mtoto ametoka shuleni, je, mzazi umekagua daftari lake, ameandika, amefika shuleni, ameandika hiyo siku, alichokiandika amepata, ana homework ya kufanya, ana correction, mtihani anaofanya amefaulu au amefail na vitu kama hivyo. Lakini pia tunafahamu kwamba watoto wetu pia wana talent na uwezo mbalimbali. Tunaongelea masuala ya life skills. Life skills kila mtu anazaliwa nazo, zile studies za maisha, si ndio? Lakini zinatakiwa zikuzwe ili mtu aweze kuzitumia kwa baadaye. Kwa hiyo tunawashirikisha pia wazazi kuweza kuzikuza wakiwa nyumbani. Unajua, kwa mfano wakati mwingine unakuta kwamba mzazi mwenyewe anakuwa ni sababu ya kuua confidence ya mtoto. Labda anakuwa ni mkali sana, anamkaripia sana mtoto. Kwa hiyo mtoto anakuwa hajiamini, anamuogopa mzazi, anamuogopa kila mtu. Kwa hiyo pia tunafanya kazi na wazazi. Lakini pia tunafanya kazi na kamati za shule kuweza kusimamia maendeleo ya shule kwa ujumla. Utawala bora katika ngazi ya shule, walimu waweze kutoa elimu kwa watoto wao, watoto ambao wako shuleni. Okay, hongereni sana Mushi. Adaption ama kuendana na mabadiliko ya teknolojia ni changamoto kiasi, sio tu kwa watoto, hata kwa walimu. Nafahamu kwamba mnawajengea uwezo wa walimu. Ni ngumu ama rahisi kiasi gani? Especially kwenye dunia hii ya teknolojia, ukaenda ukakuta mwalimu hata smartphone hana, mnafanyaje? Hapo inakuwa ni changamoto
kama ulichokuwa unataka kukifundisha kinahitaji kutumia digital, inakuwa ni changamoto. Lakini bado walimu tunasema kwamba walimu ni watu mtambuka, wanafahamu skills mbalimbali za kutumia. Vile vishikwambi simlipewa Benjamin? Mlipewa nchi nzima nchi nzima. Tuendelee. Walimu bado wana uwezo wa kutumia skills mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia watoto kuweza kufahamu. Lakini pia walimu wamejifunza kutengeneza zana mbalimbali na tunawasaidia wanaweza kutengeneza zana ambazo zinapatikana katika mazingira yao. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine hizi zana hazihitaji pia masuala ya digital, inahitaji tu skills za mwalimu kuweza kutumia vitu ambavyo vinapatikana katika mazingira yake. Anaweza kutengeneza zana mbalimbali. Kwa mfano anaweza kutengeneza papai akaleka darasani, anaweza kutengeneza, tunaona katika shule labda amechora ramani kwa kutumia labda vizibo vya chupa. Kwa hiyo tunatumia zile materials ambazo zinapatikana katika lile eneo husika, maboksi nini, nafaka kwa ajili ya kutengeneza zana mbalimbali kuwasaidia watoto kuweza kujifunza na kuweza kugundua vitu mbalimbali katika zoezi zima la ujifunzaji. Tapenda kusikia hili kutoka kwenu nyote. Kuna ile dhana ambayo tunaambiwa kwamba elimu yetu ya Tanzania haiwaandai vijana kujitegemea. Na nyinyi labda mnaweza kuwa mashuhuda, mtu anaambiwa ukimaliza chuo lazima uwe na uzoefu wa miaka 3. Unajiuliza hiyo miaka 3 mtu anapata wapi hiyo experience na vitu kama hivyo. Mnakubaliana na swala hili kwa kiwango gani? Ama hamkubaliani nalo kwa kiwango gani? Nikija kwenye hilo kwa kiwango gani, ni kweli kwamba nikianza kureflect kwa huko tulikotoka, kuna kiwango ambacho kilikuwa kinaonesha hilo. Na kwa nini? Kwa sababu ndo tunaongelea hilo swala la kujiamini, kwamba mtu anakuta ni graduate tayari, wakati mwingine ni graduate wa chuo kikuu, lakini ile confidence inakuwa ni changamoto. Sasa ninachotaka kusema hapa ni kwamba ndio maana kumekuja na haya mabadiliko ya sasa kwenye mtaala wa elimu, na lengo kubwa sasa ni kwa ajili ya kumjengea mtu uwezo wa kuweza kujisimamia, na hata mtu akifanywa interview awe na uwezo, yani aoneshe kabisa kwamba hiki kitu anakielewa na ana confidence ya kukifanya. Kwa sababu mtu anapokosa hiyo, ni dhahiri analeta hiyo indication kwamba huyu mtu hajiamini. Lakini vile vile katika hilo kama kukiwa na ule uwezo wa graduate yote kujitegemea na kuwa na uwezo wa kutengeneza kitu chake na kukisimamia, kinaweza kumjenga huyu mtu vizuri zaidi. Ikamjengea uwezo mzuri ambao yani hata akienda kusimama kwenye platform gani, huyu mtu anaweza kukubalika. Beat, nyinyi ndio mnapokea wanafunzi kutoka kwa kina Benjamin. Manake ndio mna connect lile daraja, sivyo? Unadhani elimu yetu ya mfumo mzima toka primary, secondary mpaka level ya chuo inamwandaa kweli huyu mwanafunzi kujitegemea, kupambana na changamoto za maisha, lakini kuwa na ujuzi kweli kweli wa kile alichokisomea? Mimi niko 50-50. Kuna vipengele ni kweli inamwandaa, lakini kuna vipengele ambavyo kidogo tunahitaji kupanuka zaidi. Kwa mfano ukiongelea swala la mwanafunzi kujiamini na kujitegemea, tumeongelea hapa student centered approach. Hiyo lengo lake ni kumpa mwanafunzi skills za kujielezea, kujisimamia, kujibu maswali, lakini pia critical thinking kwa Kiswahili. Nafikiri kuwa na fikra tunduizi. Aweze kufikiria nje ya box. So kwa kipengele fulani kama 50% elimu yetu inamwandaa mwanafunzi kwa vipengele hivyo. Lakini kwenye swala la kumpa ajira direct bado kuna changamoto. Lakini zipo baadhi ya course ambazo mwanafunzi akisoma at least ana uhakika wa kuajiriwa. Kama course gani? Za afya. Mfano haraka tunaweza kukupa. Kuna madaktari wengi wako. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.